Habari kubwa kutokea kule Marekani ni kwamba vikosi vya Marekani vimeshambulia meli nyingine inayodaiwa kubeba dawa za kulevya, wakati huu katika maji ya bahari ya Pacific, Pentagon alisema. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi ndugu Peter Hegseth, watu wawili waliokuwa ndani ya meli hiyo waliuawa na hakuna wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa. Meli hiyo inajulikana na ujasusi wa Marekani na iliaminika kubeba dawa za kulevya kwenye njia inayojulikana ya usafirishaji katika maji ya kimataifa, Hegseth alikuwa ameongezea. Shambulio hilo linakuwa la 8 la Marekani dhidi ya boti zinazoshukiwa za dawa za kulevya tangu Septemba 2, lakini la kwanza katika Pasifiki. Rais Donald Trump alisema na mamlaka ya kisheria kuendelea kulipua boti katika maji ya kimataifa, lakini akasema anaweza kwenda kwenye bunge la Congress ya Marekani ikiwa ataamua kupanua malengo yake katika nchi kavu. Takriban watu 34 wameuawa katika mashambulio la Marekani dhidi ya boti ambazo zinadaiwa kuwa za madawa ya kulevya, ikiwa ni pamoja na shambulizi la hivi karibuni dhidi ya meli ilikuwa chini ya maji katika visiwa vya Caribbean. Wanaume wawili walinusurika kwenye shambulio wiki iliyopita na walirejeshwa nchini Colombia na Ecuador. Serikali ya Ecuador baadaye ilimwachilia mtu mmoja aliyetambuliwa kama Andres Fernando Tufino, ikisema hakuna ushahidi wa makosa ambayo anashutumiwa nayo. Mwanaume mwingine kutokea Colombia inasemekana bado amelazwa hospitalini mpaka hivi sasa. Yana Marekani anajaribu kupambana na madawa ya kulevya kama ambavyo ripoti Trump ambayo amesema ya kwamba hatoruhusu kwenye wakati wake ama utawala wake watu waweze kuondoa uhai wa watu wake. Kwa hiyo atapambana na madawa ya kulevya kwa namna yoyote, na kama kuna mtu anajiona anashiriki kufanya ama kuuza biashara hiyo, basi aweze kusitisha mara moja, kwa sababu hatovumilia hata kidogo itapokuja swala zima la madawa ya kulevya.